Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 15 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mwenye heri Antoni Grassi, padre, mwaka 1671. Baada ya kuzaliwa nchini Italia mwaka 1592, akawa kijana mwenye akili na moyo wa ibada. Alipokuwa na umri wa miaka 17, alijiunga na shirika la Waoratori lililokuwa limeanzishwa na Mtakatifu Filippo Neri na akapadirishwa. Siku moja wakati wa mvua alipigwa na umeme, na mshtuko aliopata ulikuwa mkubwa kiasi kwamba watu walikuwa na hakika ya kwamba atakufa tu, lakini akapona. Katika hali hii, Antoni alitambua kwamba saa tunapodhani tunakufa, hatujali tena mambo ya dunia hii, kwa kuwa twaona wazi hayana thamani. Kama padre, shughuli yake kuu ilikuwa kuungamisha. Alijaliwa karama ya kuweza kuona hali ya dhamiri ya wenye kuungama. Mara nyingi aliwashangaza kwa kutaja dhambi walizokuwa wamesahau kuziungama au kutozitaja kwa ajili ya haya. Kama mkuu wa jumuiya, alijionyesha mwema na mpole, na kila mara alijitahidi kutafuta lililokuwa jema na la kupendeza kati ya wenzake. Alipoulizwa kwa nini hakuwa kidogo mkali zaidi, akajibu, "Nionavyo, sijui jinsi ya kuwa hivyo." Kufanya mazoezi magumu ya kujinyima ilikuwa si desturi yake, wala hakuwashauri wengine kuyafanya. Alisema kwamba kunyenyekea akilini ni jambo la maana zaidi kuliko kusikia maumivu mwilini. Utii lilikuwa jambo muhimu kwake, na kwa hiyo alisisitiza kuishika kinaganaga kabisa katiba ya shirika lake. Mfano wa utii huo alioutoa uliwapa wengine moyo wa kuiga mfano wake. Kwa ajili ya mwenendo wake aliheshimiwa sana hata nje ya jumuiya zake. Akaombwa kusaidia mjini kuwapatanisha watu wenye kugombana, pia katika ghasia za kijamii. Hakukubali kuwatembelea watu kwa kufuata urafiki au sababu ya adabu njema, bali saa yoyote ile ya mchana na ya usiku alikuwa radhi kutoka kwenda kwa wagonjwa na maskini. Inasemekana kwamba aliweza kutabiri mambo ya baadaye, na aliitumia karama hii kwa kuonya na kutuliza. Alifariki dunia mwezi Novemba mwaka 1671. Fadhila zake kuu zilikuwa uaminifu kwa katiba ya shirika lake na upole alipokuwa mkuu wa jumuiya. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 15 Desemba. Watakatifu Faustinus, Lucius, Candidus, Celianus, Marco, Januari na Fortunatus, wafiadini Afrika ya Kaskazini, na Mtakatifu Valerianus, askofu wa nchini Algeria. Mwenye heri Antoni Grassi, padre, utuombee.